Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Disemba 31, siku ya Jumatano. Paulo na Kolosai. Hatuna ushahidi wa Paulo kuwahi kutembelea Kolosai, ambao tena unatuambia kitu kuhusu ufanisi wa mkakati wake wa uinjilisti. Kwanza alikuwa Epafra, mkazi wa Kolosai. Wakolosai 4:12 aliyeleta injili katika mji huo. Wakolosai 1:7. Lakini aliongokaje? Uwezekano mkubwa zaidi ilikuwa katikati ya miaka ya 50, wakati Paulo alipokuwa Efeso, iliyokuwa karibu na hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana. Matendo 19:10 linganisha na Matendo 20:31. Kitabu cha Ufunuo kinashuhudia jinsi injili ilivyoenea katika eneo hili lote. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 1:4. Maelezo yenye kukubalika zaidi kuhusu mafanikio haya, ikiwa ni pamoja na kuenea kwake hadi Kolosai, ni matokeo ya kazi ya wale ambao Paulo aliwaongoa, ambao walisikia ujumbe kwa mara ya kwanza huko Efeso, mji muhimu zaidi katika Asia ndogo na bandari kubwa. Epafra alimsikia Paulo akihubiri huko Efeso, na akiwa mmoja wa watendakazi wenzake alipeleka injili katika mji wake wa Kolosai. Mji wenyewe kama maili 9, yaani kilomita 15 kusini mashariki mwa Laodikia, ndipo unachimbuliwa sasa. Kwa hivyo hatujui sana habari zake ikilinganishwa na miji mashuhuri zaidi ya eneo hilo. Tunajua ilikuwa na idadi kubwa kiasi ya Wayahudi, yenye Wayahudi wapatao 10,000 walioishi katika eneo hilo la Frugia. Sarafu zilizopigwa chapa huko Kolosai zinaonesha watu huko, kama katika miji mingi ya Kirumi, waliabudu miungu tofauti tofauti. Desturi za kipagani na mivuto yenye nguvu ya kitamaduni ni wazi viliwaletea Wakristo huko changamoto kubwa sana, sio tu katika kupeleka injili katika mji huo, bali pia kudumu kuwa waaminifu kwa imani safi ya injili. Mkristo mwingine mashuhuri katika mji wa Kolosai alikuwa Filemoni, ambaye huenda aliongoka karibu wakati ule ule kama Epafra. Soma Filemoni 15 na 16. Tazama pia Wakolosai sura ya 4:9. Paulo alimsihi Filemoni kwa upole achukue hatua gani kwa habari ya Onesimo. Ingawa sheria ya Kirumi ilimtaka Paulo amrudishe Onesimo kwa Filemoni, Paulo anasihi moyo na dhamiri ya Filemoni kama muumini mwenzake na kumsisitiza sana mtendee Onesimo si kama mtumwa bali kama ndugu. Filemoni aya ile ya 16. Ingawa tunachukia sana wazo la utumwa wa aina yoyote ile na tunatamani kwamba Paulo angeshutumu tabia hiyo, tunakubalianaje na kile Paulo anachosema hapa? Inavutia kiasi gani kwamba wakati wa utumwa huko Amerika, Ellen G. White aliwaambia hasa Waadventista kukataa sheria iliyoamuru watu kuwarudisha watumwa waliotoroka. Hii ni Disemba 31, siku ya Jumatano, mada ikisema Paulo na Kolosai. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote.